Habari za wakati huu ndugu mtazamaji wa TBC1, tunakutana tena katika kipindi cha Wape Nafasi. Kipindi cha Wape Nafasi huwa kinakuletea mambo yanayohusiana na jamii ya watu wenye ulemavu. Leo tunaangazia lugha ya alama kwa viziwi. Kwa hiyo tunakwenda kuzungumza kuhusiana na mawasiliano kwa watu jamii ya viziwi. Dandi lakini niko na Mwamini Andrea. Mwamini, vipi mambo? Safi. Ndio nini? Habari. Ala. Kwa lugha ya alama. Umesoma kidogo? Kwa lugha ya alama. Nimejifunza kwa dakika chache tu hizo ambazo nimekutana na mgeni wetu. Tumtambulishe kwanza. Ndio. Pamoja na Mwamini Andrea mtangazaji pacha, tunaye mgeni wetu anaitwa Janet Philip. Yeye ni mkalimani wa lugha ya alama. Atatuambia leo kwa nini huko. Je, ana mahaba gani na watu wenye uziwi? Ana rafiki, ana mtu kwenye familia ni kiziwi? Yote haya tutafahamu. Kwa hiyo tuko naye hapa, tutazungumza kwa takriban nusu saa hivi. Pata elimu ya kutosha, ujifunze na wewe lugha ya alama. Mimi baada ya hapa nitakuwa tayari nimeshawishika. Mwamini ameshaanza. Karibu Janet. Asante sana, nashukuru. Ndio. Yeah. Karibu sana, utuambie Janet ni nani? Kwa nini lugha ya alama? Changamoto za matumizi ya lugha ya alama. Lakini namna gani tunapata elimu na kufanya biashara kwa watu viziwi. Ndiyo. Karibu. Asante. Kama ambavyo umenitambulisha, mimi ni Janet Philip, ni mkalimani wa lugha ya alama. Kwa sasa niko pale Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, lakini ninafanya ukalimani sehemu mbalimbali, sio tu hapo na sehemu nyingine, lakini hata hapo sio tu kwamba nafanya ukalimani pekee, maana pia na profession nyingine. Mimi pia ni mwanahabari na masters ya mass communication, ingawa research yangu ilijikita zaidi katika lugha ya alama. Mimi kwetu hakuna mtu yote ambaye ni kiziwi, ila nilipenda hii lugha ya alama kwa sababu ya kutokana na watu ambao walikuwa wanakuja kanisani ambao walikuwa ni viziwi. Walikuwa hawawezi kuelewa kusikia kile ambacho kinafundishwa. Kwa wakati huo nilikuwa nimejifunza vitu kidogo, kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwakalimania, lakini nilikuwa ninajisikia kabisa mwenyewe kwamba sifikishi huu ujumbe ipasavyo. Nikasema no, hawa watu yani sijisikii vizuri, siwatendei haki, inabidi nisome zaidi ili niweze kuwafikia. Ndipo hapo nilipoamua kusoma ili niweze kuwafikia watu hao ambao wanakuja kanisani kuabudu, wanatoka bila kitu chochote, simply tu kwa sababu hawajui, hatufahamu lugha ya alama ili tuweze kuwafikishia ujumbe. Kwa hivyo hapo ndipo nilipoona ni muhimu mimi kwenda kusoma lugha ya alama ili watu hao niweze kuwafikia. Nilifanya hivyo kwa sababu niliwapenda na nikaona kwamba na wao pia wana haki ya kupata kusikia neno kama watu wengine. Ndipo hapo safari yangu ya kuwa mkalimani rasmi ilipoanzia. Janet, tunafahamu kwamba lugha yoyote huwa inabeba utamaduni au ni utambulisho wa utamaduni wa mataifa mbalimbali au wa jamii fulani. Sasa vipi kwa lugha ya alama? Je, ni lugha moja tu kwa mataifa yote, ni lugha ile ile au ikoje? Hapana. Sio lugha hiyo. Kila nchi ina lugha yake. Tanzania ina lugha ya alama yake. Marekani ina lugha yake inaitwa ASL, American Sign Language. British pia, Britain huko kuna lugha yake BSL, British Sign Language. Kwa hiyo kila nchi ina lugha yake ya alama. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba mimi ninavyofanya hivi lugha ya alama, mtu kutoka Marekani, kutoka South Africa, Kenya na Uganda. Kila nchi ina lugha yake ya alama tofauti, lakini ili watu kuweza kuelewana kutoka nchi mbalimbali, kuna International Sign Language ambayo hiyo sio kwamba ni official sana, kwamba it's very official kwamba inatakiwa hivi, inatakiwa vile, inatakiwa hivi, wanapick tu vitu vichache ambavyo katika lugha za alama za nchi nyingi wanazitumia, ndio wanafanya ili watu wengine waweze kuelewa, lakini hakuna lugha eti moja ambayo nchi yote inaitumia. Hakuna kitu kama hicho. Kila nchi ina lugha yake. Uwe wa kimataifa inatakiwa pia ujifunze tena, hiyo ni International Sign Language. Inatakiwa uweze kujifunza, lakini wanatumia, kuna
is it software ama kuna nini ambacho wanatumia ili watu waweze kufikiwa, ambayo inafanya hiyo lugha iweze kuwa rahisi zaidi. Wanapick kutoka different countries, hivyo kutoka nchi mbalimbali, vile vitu ambavyo ni common ndo wanaicombine, inakuwa hivyo. Yeah. Ni vitu kama hivyo. Mimi nina shida hapa kwenye kwa nini lugha ya alama imegawanyika katika matabaka. Wa Tanzania waongee kivyao, labda Waingereza kivyao, Wachina kivyao. Ni kutokana na nini hasa chanzo? Ni lugha tofauti kama manake Kiingereza kinachozungumzwa China ni Kiingereza kile kile kinachozungumzwa Tanzania na Marekani. Tofauti tu inakuja kwenye kwamba huyu anasoma lugha ya pili. Lakini kwa nini lugha ya alama Mtanzania awasiliane tofauti na Mwingereza? Okay. Kwanza tuangalie kwanza lugha ya alama jinsi ambavyo imeanza. Ni vile ambavyo jamii ya viziwi wanakutana, wanatengeneza alama zao wenyewe ili waweze kuwasiliana. Sasa katika hizo alama wanazotengeneza ndo zinaendelea, zinaambukiza na wengine, zinaanza kuwa alama rasmi. Kwa hivyo hawa viziwi tuseme wa Tanzania katika jamii yao wana alama zao, wanakuwa katika jamii yao. Viziwi wa Kenya na wenyewe kwenye jamii yao, wa Marekani wana jamii yao. Lakini katika hapo katika viziwi wa Tanzania, maybe Dar es Salaam wana jamii yao. Ukienda kule sijui wapi Sumbawanga na wenyewe wana jamii yao. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo. Kuna vitu vingine vinaingiliana, kuna vingine pia vinatofautiana. Ndio maana kuna matabaka, lakini kuna vile vitu ambavyo ni common ambavyo wanaweza kuelewana kwa urahisi. Sasa ni kwa nini kuna umuhimu wa lugha ya alama kwenye vyombo vya habari hasa televisheni? Kwa nini lugha ya alama katika vyombo vya habari zaidi televisheni? Ni kwa sababu ni muhimu watu ambao ni wa jamii ya viziwi waweze kupata habari kama watu wengine, na wao pia wana haki, wanatakiwa kupata haki za binadamu. Pia mojawapo ni kupata taarifa, na wao pia wanatakiwa wapate taarifa, hawawezi kujua mambo yanaendaje, nchi yao inaendaje, kuna kitu gani kinatokea, kuna majanga gani yamefanyika hivi na vile. Kwa hiyo ni muhimu pia katika vyombo vya habari kuwe kuna mkalimani wa lugha ya alama, ili watu ambao ni viziwi na wao pia waweze kupata habari mbalimbali kama sisi tunavyopata. La sio tu kwenye taarifa ya habari, hata vipindi vingine, entertainment, na wao pia ni wanadamu, wanahitaji kupata burudani. Lakini pia katika vipindi vya elimu, vipindi vya dini, na wao wanahitaji kupata tu vitu vile vile kama tunavyopata sisi. Sio tu kwenye habari kama ambavyo ilivyo mara nyingi, tunaona mara nyingi wakalimani wanaweka kwenye habari maybe bungeni na hivyo, lakini kuna mahali pengine ambapo wanaachwa nyuma kama hivyo entertainment, hivyo wanahitaji kuburudika, mziki, katika filamu pia kungekuwa kuna mkalimani pale, bongo movies nini, wangekuwa wanaweka mkalimani. Sio tu wanaweka subtitles pale wanasoma, na wenyewe pia wanahitaji kupata hizo hisia, hizo furaha na nini. Unajua ukiweka mkalimani anaweza ka express hizo feelings na nini, na yeye mwenyewe kiziwi akapata kufurahi. Sio tu kusoma tu kwamba neno limeweka sasa hapa wanaenda kupigana sijui nini, na yeye pia apate ile ladha ambayo na sisi pia tunaweza kuipata. Na yale maandishi yanapokuwa yanapita, anakuwa tu anashangaa kusoma maandishi, haoni nyuso za watu zina hisia gani na vitu kama hivyo. Hicho ndicho anachokosa, zile hisia sasa. Janeti, mtoto anapozaliwa akiwa kiziwi kwenye familia, ndio lugha ya kwanza ni ya mama. Ndio. Yani nye mama zetu ndio lugha yetu ya kwanza. Ndio. Lugha ya kwanza ya kiziwi inategemeana na familia aliyozaliwa na vitu kama hivyo. Ndio. Tunapomlea mtoto labda mpaka anafika miaka 7, tunampeleka shule ya msingi. Ndio. Hapa anakuwa tayari ana lugha ya mama. Hatua gani zinapitika kumtoa kule kwenye lugha ya mama, yani aliyozaliwa katika familia yake, kumpeleka kwenye lugha ya taaluma ya alama? Sasa kuna shule kama hizo special za watu wenye mahitaji maalum kama hivi, ambazo zinafundisha watu lugha ya alama waweze kuifahamu, kwa sababu kama ambavyo nilisema mwanzo, kuna hizi lugha ambazo wengine wanasoma, wengine maybe mkoa huu wanafanya lugha hii, wengine hii, lakini kuna ile lugha ambayo ni rasmi, lugha ya alama ya Tanzania. Hata kamusi yake pia ipo kwenye mitandao. Kuna lugha rasmi kabisa, lugha ya alama ya Tanzania, ambayo hiyo inapaswa kutumika mahali popote unapokwenda ili kuondoa haya matabaka. Kwa hivyo na wao pia, hao watoto wanaozaliwa wanapitia katika shule hizo ili waweze kujifunza hiyo lugha ya alama, na wao pia wanapoongea waweze kueleweka kama watu wengine.
unapokutana na mtu anayeongea sana, yani anaongea kwa kasi, ndio unakutana na unawezaje kuchukua maneno yake ukayakalimani kwa ufasaha yakamfikia mlengwa ambaye ni kiziwi? Sasa ukikutana na mtu wa hivyo ambaye anaongea kwa haraka sana, kwanza hilo inakuwa sio jambo zuri kwa watu ambao ni viziwi, kwa sababu pia wewe mkalimani itabidi uende spidi. Unapokuwa umeenda spidi sana, wakati mwingine unakuwa haufanyi alama ipasavyo au unaifanya haraka haraka, lakini mpaka yule ambaye anatazama anashindwa kupata kile kitu. Lakini tunapokuwa kwenye hali kama hiyo, mkalimani inabidi unapick vitu vichache ambavyo ni vya muhimu. Hauwezi kwenda neno by neno, neno kwa neno, hapana. Unatakiwa uweze kusummarize, unapick kile lengo la huyu mtu anasema nini, unapick vile vitu vichache ili uweze kufikisha ujumbe ipasavyo. Kwa neno yani mtapotezana. Na huko nyuma umesema lugha ya alama haiko sawa sawa, yani haifanani. Chukulia sasa unatafsiri mtu ambaye anaongea Kiingereza au Kiarabu au Kichina kuja kwenye Kiswahili. Mtu ambaye anaongea Kiarabu afu mimi nifanye kwa Kiswahili. Ndio. Sasa kama anaongea Kiarabu inabidi kuwa kuna mkalimani mwingine ambaye, chukulia kwamba wewe unajua Kiarabu au tufanye Kiingereza. Tufanye Kiingereza kuja Kiswahili. Sasa hapo inakuwa sio kazi rahisi sana, ingawa inawezekana, ingawa sio kwa rahisi sana. Inabidi niwe najua hiyo lugha kwa ufasaha vizuri, kama ni Kiingereza ama Kiarabu, alafu ndo niiweke akilini mwangu kwa Kiswahili, kwa sababu lugha ya alama ni kutoka lugha ya alama kwenda Kiswahili ama Kiswahili tu lugha ya. Kwa hivyo ili mimi niweze kusikia hiyo lugha ya Kiingereza ama Kiarabu, inabidi akilini mwangu niliweke hilo neno kwa Kiswahili ili alama yangu niiweke kulingana na hilo neno la Kiswahili ambalo lilivyo. Lakini hapo pia nina swali. Kama hadhira yako wewe wanatumia lugha ya Kiingereza na wewe ndio mkalimani na lugha inazungumzwa pale ni ya Kiingereza, sasa nataka nijue, kwa sababu umejifunza ukalimani kwa lugha ya Kiswahili. Ndio. Inakuwaje sasa hapo? Sasa ndo kama hivyo. Yaani inabidi sasa ile neno ambalo analiongea yeye kwa Kiingereza inabidi mimi niliweke kwenye Kiswahili kichwani mwangu. Hadhira ni wanazungumza Kiingereza. Hadhira inazungumza Kiingereza. Sasa kama hapo katika hadhira kuna kiziwi ambaye anajua lugha ya alama. Of course sidhani yani sio rahisi mkalimani uliojifunza lugha ya alama ya Kiswahili au Kiswahili tu lugha ya alama wakapeleka kwenye hadhira ya viziwi ambao wanajua lugha ya alama ya nchi nyingine. Kwa hiyo ni lazima utapelekwa kwa viziwi ambao wanajua lugha ya alama, yani from lugha ya alama tu Kiswahili au Kiswahili tu lugha ya alama hivyo. Kwa hivyo ni lazima mimi mkalimani hiyo lugha ya Kiingereza ambayo itakuwa inaongelewa hapa mimi niingize akilini kwa Kiswahili ili niweze kuitoa kwa lugha ya alama kwa viziwi ambao wanaiweza kuielewa. Kwa hiyo iko hivyo. Mtazamaji, sio kazi rahisi sana. Sio kazi rahisi, lakini pia kila kitu ni nia. Ukishakuwa na nia kila kitu kinakuwa rahisi. Mtazamaji, tuko naye katika kipindi cha Wape Nafasi. Tuko naye Janet Philip, yeye ni mkalimani wa lugha ya alama. Mnaona hapa TBC1 wakati wa taarifa za habari pamoja na matukio mengine makubwa ya kiserikali huwa tunawatumia wakalimani wa lugha ya alama kwa ajili ya kuwaletea jamii ya viziwi. Tunasonga mbele, tunataka kufahamu Mwamini, nina flow hapa. Una jambo? Endelea. Nimalizie hili. Haya, maadili ya lugha ya alama. Kila lugha ni utamaduni. Yani utamaduni. Lugha ni kitu ambacho kinatengeneza utamaduni wa taifa, utamaduni wa jamii. Jamii ya Wamasai, jamii ya Wasukuma, Waha wa Singida wetu hawa na watu wote kwa ujumla wao. Kila lugha ina maadili yake. Ndio. Tunataka kufahamu kidogo hapa kwenye lugha ya alama maadili yaliyoko huko. Katika maadili yaliyoko huko katika lugha ya alama yenyewe, lugha ya alama ni lugha ambayo inatumia ishara. Kwa hivyo kama inatumia ishara, kuna vile ambavyo ishara inapaswa kufanywa. Kuna eneo ambalo unapaswa ufanye. Haiwezi, kwa mfano kama unataka kusema kitu labda kaka ni hapa, unafanya hivi. Kaka. Sasa wewe ukaweka kaka, labda kaka ukaweka hapa. Yani inabidi uzingatie eneo
eneo la mkono linatakiwa lifanyike wapi. Ni hivi ndio sawa, lakini wewe umeweka wapi? Umeweka hapa, umeweka hapa, lakini natakiwe hapa. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uweze kuzingatia. Zingatia eneo la mkono. Unaweka wapi mkono wako? Unajongea vipi? Labda kama ni hivi, wewe unafanya labda hivi au unafanya mara ngapi hivyo? Hapana. Kuna mara zake za mjongeo wa mkono, eneo la mkono na vitu kama hivyo. Kwa hivyo sio tu unafanya ili mradi tu unafanya kwa sababu tu ni ishara unafanya kwa vyovyote vile, hapana. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uweze kuvizingatia. Lakini pia unapokuwa unafanya katika lugha, kwa sababu ni ishara, unatakiwa usifanye movement unnecessarily kwa sababu kila movement unayofanya ni mawasiliano. Mijongeo sio muhimu. Unajongea tu hivyo unnecessarily, hapana. Kwa sababu kila movement unayofanya ni mawasiliano. Kwa hiyo inabidi kila unachokuwa unafanya hapo kiweze kuwa kina maana. Kama kina maana kwa wakati huo unapowasiliana, inabidi uweze kutulia. So kuna maadili kama hayo ambayo yanapaswa kuweza kufuatwa katika lugha yenye ya alama. Kuna maadili hayo ya lugha ya alama, lakini hapo pia ya wakalimani hapo pia. Hayo ni mengine. Hapo kwenye maadili unajiandaaje wakati unaenda kwenye kazi yako kwenye kazi, yani sasa ndio unaenda kuanza kutumia sasa lugha ya alama. Mambo gani unatakiwa kuzingatia? Uende sawa watu wakuelewe, na wakati huo wewe uko vizuri. Okay. Ili wakati ninapokuwa ninaenda kufanya kazi yangu ya lugha ya alama, ili niweze kwenda vizuri na watu waweze kunielewa, inategemea. Kama kwa mfano kama niko kwenye live programs, inapaswa niweze kuzingatia kwanza settings ambazo wanafanya. Je, wanaweka background gani nyuma yangu? Itakuwa ni color white, color black au blue au whatever, ili ujumbe wangu uweze kufika vizuri, kwa sababu rangi ya background na rangi ya nguo yangu hazipaswi kuendana. Na hiyo background ni rangi gani? Kwa sababu sio colors zote ambazo zinapaswa kuwekwa, nyingine zinaumiza macho na vitu kama hivyo ambazo zinawazuia watu wangu kuweza kupata ujumbe. Lakini na mimi mwenyewe ninajiangalia, ninapaswa niweze kuvaa vipi. Sitaki kuvaa rangi ambazo zina shout sana, ambazo zinaweza kumfanya mteja wangu akashindwa kuweza kuelewa, au nguo zina rangi nyingi zina mapicha nini, hizo kwa kiziwi ndio kelele zake yeye. Unaweza ukapiga kelele ukaongea na nini hasikii, lakini kelele zake yeye ni kuona. Ama umevaa bangles, umevaa mabangili, umepaka malipstiki, manywele unafanya ukalimani, nywele zinakuja paka hivi. Kwa hivyo inabidi mimi mwenyewe niweze kujiandaa kwa staili hiyo. Lakini kama inawezekana, katika kipindi ambacho naenda kukalimani, wanaweza kunipa hints wanaongea vitu gani, ili niweze kuangalia kuna maneno gani magumu ambayo pengine naweza nikawa siyajui, ambayo naweza kukutana nayo. Kama ikiwezekana mtu huyu au watu hawa wakiweza kunipatia, inakuwa ni vizuri zaidi niweze kujiandaa. Kama sivyo, basi tutakutana huko mbele ya safari. Kwa hiyo maandalizi yanakuwa kama hivyo, ambavyo naweza kujiandaa pia kwa kutafuta ambavyo haviwezekani, basi najiandaa kwa vile ambavyo mkalimani anapaswa kujiandaa kwa mavazi ya rangi, so backgrounds na vitu kama hivyo. Tupe changamoto ya kazi yako. Okay. Changamoto yako, lakini pia na changamoto ya viziwi kukuelewa. Okay. Katika kila kazi kuna changamoto, na katika hii kazi ya ukalimani kuna changamoto kadha wa kadha. Kwanza, kitu cha kwanza ni settings. Unaweza kwa mkalimani umejiandaa vizuri, uko tayari kutoa ujumbe wako vizuri, lakini sasa ukaangushwa na watu ambao wanakufanyia settings. Wanakuja kuangalia, unaona mbona hapa sijatokea ipasavyo. Yani umewekwa tu ili mradi tu wametimiza jukumu kwamba mkalimani yupo kawekwa, lakini ukiangalia zile colors, ukiangalia ile size, ukiangalia mwanga, yani kikweli hata kiziwi mwenyewe akiangalia anaboeka. Yani hapo unaona kazi yako imeharibika. Wakati mwingine in the process of kuwa tayari on air, au hata wakati mwingine settings zinaweza zikawa ziko vizuri, kuna segments nyingine haupo, mara tena uko mbele, mara hivyo kuna part nyingine upo, part nyingine haupo. Yani vitu kama hivyo pia vinakudiscourage. Nakumbuka mimi nataka changamoto, chukulia tuko kwenye mkutano mkubwa, katika ukumbi mkubwa ambao kuna jamii ya viziwi na watu wasio viziwi. Tuzungumzie changamoto katika maeneo kama hayo. Kwamba kuna viziwi na watu ambao sio viziwi. Sasa maana changamoto hizi ninazoziongelea ni changamoto ambazo niko katika kazi yangu ya ukalimani. Sasa ndo mimi ninaanza kukutana nazo, ndo kama hizo naweza kueleza
kwa sababu nikiwa kwenye sehemu kama hizo, wakati mwingine pia ninakuwa nikikalimani. Napokuwa na kalimani nakutana na vitu kama hivyo. Napokuja kuangalia kazi yangu nakutana na vitu kama hivyo. Kwa sababu kunapokuwa kwenye events kama hizo, kuna watu ambao ni viziwi na watu ambao wanasikia. Mkalimani kama niko pale lazima nitoe huduma. Na inategemea na event. Kama event ambayo inaruka, lazima na mimi pia niruke. Sasa katika kuruka ndio hizo changamoto ambazo nakutana nazo. Unafanya kazi, unajikuta uko kama hivyo. Kama ambavyo nimekuwa nikikueleza. Unakuja kuangalia kazi yako, unakuta mara hapa ulikuwepo, mara kule haukuwepo. Kuna segments upo, kuna segments haupo. Yeah. Kuna ile kazi ambayo inachukua muda mrefu alafu uko mkalimani peke yako. Una uwezo wa kukalimani kwa saa ngapi? Sasa kwenye kazi kama hizo pia nilikuwa naenda kuzielezea pia. Kunajikuta pia ndio unakalimani mwenyewe muda mrefu, saa nyingine unafika hata masaa mawili na nusu, inachosha sana. Muda huo saa nyingine unaomba break, upumzike kidogo, alafu baadaye unarudi tena, au saa nyingine ukipata mtu akuweza kukusaidia inakuwa beta. Ila ukikalimani mwenyewe kwa muda mrefu ni kitu ambacho kinachosha sana. Na wakati mwingine unaweza ukajikuta tu unatoa alama tu, yani hata saa nyingine hata hueleweki kwa sababu tayari akili imeshafanyaje, imeshachoka. Lakini changamoto unazopitia katika kazi. Nafikiri hizo ni baadhi, lakini zipo nyingine pia kama bado utapenda niweze kuendelea. Changamoto nyingine katika kukutana nazo ni kukutana na maybe partners katika kazi ambao nao wenyewe ni wakalimani ambao bado hawajajua lugha vizuri. Lakini shida sasa, mtu anayeongoza hajui lugha ya alama. Kwa hiyo yeye anachagua mtu ambaye tayari anafikiri kwamba anajua lugha ya alama, lakini ukijaribu kumwambia kwa sababu na yeye haelewi, anashindwa kukuelewa. Kwa hiyo unashirikiana na mtu ambaye unajua kabisa hajui, lakini kwa sababu yeye atapata pesa na atafurahi, so ni hivyo. Unajua kabisa hapa haeleweki, afanye nini, lakini anafurahi kwamba nimepata opportunity, ngoja tu niende nikarushe. Lakini jamii iliyoko pale, waliokuwa wamekaa pale, kwa sababu sio kwamba events zote lazima kiziwi awepo hapo, lakini wakati mwingine tunamfikiria mtu ambaye ataangalia huko mbeleni, labda atakuwa ni kiziwi na vitu kama hivyo. Jamii iliyoko hapo haijui kama huyu mtu anadanganya ama vipi, lakini yeye mwenyewe anafurahi kwamba atapata pesa, ameweza kuonekana na vitu kama hivyo, lakini anakuwa hafikishi. Usema mtu anaona kama huyu vipi, mbona anafanya hivi na amechangamka, lakini kiukweli wewe ambaye unajua lugha, unajua kabisa hapa sio. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo unaweza kukutana nazo kazini. Unaona ni wapi panapwaya kwenye ukalimani wa lugha ya alama ambapo serikali inapaswa kutia mkono wake, lakini pia tuna mamlaka mbalimbali kama za TCRA na vitu kama hivyo? Okay, mimi naona kwamba TCRA, mimi nafikiri kwamba ninaishauri kwamba kama inaweza kuchukulia hatua vyombo vya habari mbalimbali ambavyo haviweki lugha ya alama, kwa sababu wameeleza kwamba kila mtu anapaswa kupata habari, ikiwemo na hawa watu ambao Media Act, sheria ya vyombo vya habari. Sheria ya vyombo vya habari, imeeleza kwamba kila mtu anapaswa kuweza kuaccess information pamoja na hawa ambao ni viziwi. Lakini ukiangalia vyombo vya habari vingi vimejitahidi, lakini bado kuna vile ambavyo havifanyi kabisa. Kwa hivyo mimi nashauri kama TCRA inaweza kuwakumbusha ama kuwachukulia hatua na vitu kama hivyo. Lakini pia serikali kubwa kuajiri wakalimani wengi ili viziwi pia waweze kupata taarifa mbalimbali, sio tu katika taarifa ya habari, lakini katika hizo sectors zingine ya entertainment na nini, mahakamani, wapi. Naweza nikasema hivyo. Haya, Mwamini unayanyongeza, lakini pia una kazi ya kufunga kipindi. Asante. Kwenye kufungua nilitoa lugha ya alama, lakini nyingine nitaendelea kujifunza taratibu, kwa sababu mimi pia napenda lugha ya alama. Nataka kufundisha. Mtazamaji, tunashukuru sana kwa kuwa nasi kipindi hiki cha Wape Nafasi. Leo tumezungumzia umuhimu wa lugha ya alama, lakini tumekuwa na mgeni wetu Janet Philip. Mimi ni Mwamini Andrew, mtangazaji mwenzangu ni Tuma Dandi, mpiga picha wetu Mary Hondo. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa TBC1.